Nitafundisha semina ya lile somo ambalo nilikuwa nimeliacha njiani juu ya kuifahamu kweli. Nilikuwa nimefundisha juu ya kweli zaidi kwa sababu nilijenga msingi kwamba ili mtu aweze kushinda uongo au aweze kuepuka uongo au kuamini uongo, kuamini imani isiyo sahihi na maisha yasiyo sahihi, na ili mtu aweze kumwambia mtu mwingine kwamba hicho sio kweli, hicho ni uongo, imani hii sio sahihi, hiyo ni imani isiyo sahihi, lazima awe kwanza anajua inayopaswa kuwa ya kweli ni ipi. Huwezi kusema hiki si kweli kama huna uwezo wa kusema kipi ndiyo kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilitumia muda mwingi wa wiki ile kukujenga katika misingi ya kipi ni kweli kwa mujibu wa imani. Unaposema unaamini na unaishi maisha ya imani au ya wokovu, maisha ya wokovu wa kweli ni yapi? Ukristo wa kweli, mtakisema kwamba huyu ni Mkristo wa kweli, unamtambuaje na unamtofautishaje na Mkristo asiye wa kweli? Haleluya! Lazima unaweza kusema huyu wa kweli na huyu sio wa kweli kwa vigezo hivi vya kweli. Imani hii ni ya kweli, na unaweza kusema hii imani ni ya kweli kwa sababu unaweza kusema pia, au unaposema imani hii si ya kweli, unaweza kusema ipi ni ya kweli na unatumia vigezo gani kumwambia mtu hii ndiyo ya kweli na hii sio ya kweli. Bwana wetu Yesu asifiwe. Ili usijikute unaingia kwenye mtego wa kwamba wewe unamuona asiye wa kweli mwingine, kumbe ni aina za uongo tu zimetofautiana. Wewe aina yako ya uongo ni nyingine na wewe unaita kweli, halafu aina ya uongo wa mwenzako ndio unaita uongo. Kumbe nyote mko kwenye uongo, isipokuwa aina za uongo zinapishana. Na mara nyingi ndicho kinachotokea. Mwingine yuko kwenye aina hii ya uongo ambao yeye anaita kweli, halafu akikaa hapa anamwangalia mtu mwingine anasema yule wa uongo yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wote wana uongo fulani. Kwa hiyo kwa kuwa nilifundisha kwa kirefu wiki nzima, wale ambao hamkupata fursa ya kuwepo, mnaweza kuchukua, watu wa Mungu wamekuwa kirekodi hayo mafundisho na mengine yapo kule kwenye YouTube. Ukifuatilia vizuri utasikiliza, unafuatilia yako yote. Ukienda kwenye channel ya Bishop Sentozi katika YouTube, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kuzifuatilia zile semina za kile nilichosema kuhusu kweli ni nini. Unaweza kuzifuatilia baadaye ili ya kwamba uweze kuconnect vizuri kuliko mimi nikifanya kazi ya kurudia, hatutasogea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilikuwa nimefika kwenye kipengele kinachoongelea roho wa kweli. Kipengele namba 4. Namba 1 nilikuwa nimefundisha definitions au tafsiri za maneno kadha wa kadha. Kweli ni nini? Nikatumia kamusi mbalimbali kueleza, pamoja pia na references za maandiko kueleza kweli ni nini kwa tafsiri ya neno lenyewe. Lakini namba 2 nikawa nimesema kipengele kinachoitwa kweli imedhihirishwa katika mpango wa Mungu juu ya wanadamu kuanzia uumbaji. 3 nikawa nimesema kweli ni mpango wa wokovu na kweli inadhihirishwa katika Yesu Kristo. Namba nyingine ilikuwa inapaswa kuwa namba 4,
nilifundisha kipengele kinaitwa kukaa katika kweli na uhuru kwa njia ya kweli. Biblia inaposema kwamba kweli itakuweka huru, kukaa katika kweli na uhuru katika kweli, nilikuwa nimefikia kipengele kinaitwa roho wa kweli, the spirit of truth. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naomba tusome Yohana sura ya 16. Yohana sura ya 16 mstari wa 12 mpaka mstari wa 15. Yohana sura ya 16 mstari wa 12 mpaka mstari wa 15. Mnasema Yesu anafundisha akisema, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Mstari wa 18, basi walisema, neno gani hilo asemalo, hilo bado kitambo kidogo, hatujui asemalo. Mstari wa 19, nasoma mstari wa nitakiwa kusoma 12 mpaka nimesoma wapi? Narudia tena, naanza 12. Hata bado nikali nayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kustamili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yoyote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Mstari wa 15, na yote alionayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Bwana wetu Yesu asifiwe. Tunapokuwa tunaongelea kweli pamoja na kukaa katika kweli, lazima twende tujue, kama nilivyokuwa nimesema kule mwanzo, kwamba hakuna mahali popote kweli inatokea isipokuwa ni katika Mungu. Na chochote nje ya Mungu, chochote nje ya Mungu kina uongo au ni uongo. Kweli ni chochote ambacho kimo katika Mungu na kinachimbuka katika Mungu, na uongo ni chochote ambacho hakimo katika Mungu na kinachimbuka nje ya Mungu. Haleluya! Chochote ambacho chimbuko lake ni nje ya Mungu ni uongo. Kweli inachimbuka katika Mungu. Biblia inasema ndani ya Mungu hakuna uongo wowote. Haleluya! Na ndani ya shetani hakuna kweli yoyote. Ndivyo Biblia inavyosema. Hilo natuhakikishia ndani ya Mungu hakuna uongo wowote, na ndani ya shetani hakuna kweli yoyote. Ndani ya Mungu hakuna giza lolote, na ndani ya shetani hakuna nuru yoyote. Nakumbuka wakati nafundisha vipengele vile nilivyokuwa nahusianisha nuru pamoja na kweli. Haleluya! Nuru ilikuja ulimwenguni, watu wakapenda giza kuliko nuru. Kulikuweko nuru halisi amtiaye kila mtu uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na kadhalika na kadhalika. Ndani ya Mungu hakuna giza lolote, na ndani ya shetani hakuna nuru yoyote. Ndani ya Mungu hakuna mauti yoyote, na ndani ya shetani hakuna uzima wowote. Tutakwenda pamoja.
Ndani ya shetani hakuna uzima wowote, na ndani ya Mungu hakuna mauti yoyote. Kwa hiyo lazima uweze kuwa unaelewa hizo dhana ili ujue kweli. Usitafsiri kweli kwa mtazamo wa kidunia na wa kimapokeo. Utafsiri kweli kutoka katika Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa Yesu akasema, naenda mbinguni kwa Baba nilikotoka, lakini nitakachokifanya ili muweze kukaa katika kweli na muweze kuendelea kutunzwa katika kweli na msiweze kuondoka katika kweli au kufanya kuchepuka kokote, msiweze kudeviate katika kweli. Kudeviate au kuchepuka ni kwamba uko katika njia, na njia ni hii, unakwenda hivi. Unaweza kuwa katika njia unatembea hivi, lakini katika namna fulani ukasogeza mguu kando kidogo hivi, halafu kaendelea kutembea, na mtu asipokuwa makini akadhani uko njiani, kwa sababu unaonekana kama njia mmekaribiana sana. Ni mtu anayeweza kuwa na ufahamu wa kutosha kuchunguza, ndatagundua unatembelea kando ya njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaweza kuona vizuri sana, ndio anaweza kugundua huyu, pamoja na kwamba anadhaniwa yuko njiani, lakini kwa kweli ameshachepuka, amedeviate, ametoka kando kidogo ya njia, anatembelea kando kando, akiwa yeye mwenyewe anaamini yuko kwenye njia, na watu wengine waweza kumdhania bado yuko kwenye njia, kwa sababu haonekani sana kama ameacha njia. Anakuwa yuko kama yuko kwenye njia, lakini yuko kando ya njia na naenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa tunasema kweli, maana yake unatakiwa kuwa katika kweli bila kuchepuka hata kule kudogo kunakodhaniwa ni bado ni njia, na wengi wanakudhania bado ni njia. Haleluya, haleluya. Sasa hiyo katika asili ya ubinadamu hakuna mmoja anayeweza, hakuna hata mmoja peke yake anaweza. Kwa Yesu akasema, nikienda kwa Baba ili niwasaidie mbaki katika njia. Maana Yesu anajitaja Yohana sura 14 mstari wa 6, mimi ndiye njia, sawa sawa. Halafu anasema tena, mimi ndiye kweli. Halafu anasema tena, mimi ndiye uzima. Kwa kubaki katika kweli, maana yake kubaki katika Yesu. Kubaki katika njia, maana yake kubaki katika Yesu. Kubaki ndani ya uzima, kubaki katika Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wanasema ili msiondoke katika kweli, nitawatumia Roho ambaye jina lake anaitwa Roho wa kweli. Ili mtu akae katika kweli, lazima ndani yake kukae Roho wa kweli. Wangapi wamenielewa nachohubiri? Jina la Yesu libarikiwe. Ili mtu asiondoke katika kweli, lazima ndani yake aishi Roho wa kweli, kwa sababu hakuna mtu anaweza kujiwezesha kukaa katika kweli. Tunakwenda pamoja? Hakuna mtu ambaye kwa sababu ya mapokeo alionayo anaweza kukaa katika kweli. Hakuna mtu kwa sababu ya wingi wa maandiko yaliyoko kichwani kwake anaweza akakaa katika kweli. Wala hakuna mtu ambaye kwa sababu ya uzuri wa kanisa na rosari na uzuri wa mchungaji aliyenaye anaweza akakaa katika kweli.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Tuna wachungaji wangapi wazuri, lakini wanaumini wanawaliza. Kama mchungaji anaweza kumfanya mtu akabaki kwenye kweli, mbona wachungaji wengi wanalia? Kwa sababu wana waumini walioshindwa kukaa katika kweli. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hakuna anayekaa katika kweli kwa sababu ya uzuri wa mchungaji aliye naye. Mtu anakaa katika kweli kwa sababu ndani yake anaishi roho wa kweli. Amempa nafasi roho wa kweli ndani ya maisha yake. Amekubali kujitiisha katika uongozi wa roho wa kweli, na roho wa kweli anatenda kazi ndani mwake. Uzima wa roho wa kweli unafanya kazi ndani mwake, sio roho wa historia. Kuna roho wa historia, mnajua. Namshukuru Mungu nilijazwa Roho Mtakatifu mwaka 1978. Lakini ukiangalia maisha ya mtu huyo na huyo roho anayesema amemjaza, labda yuko robo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alishavuja, kamebaki kadogo kumsaidia kuwa anaenda kanisani asikose ibada, na kakumfanya endelee kukiri wokovu. Ndio tu tumebakia tu hili, kakumfanya wanaenda kanisani na kakumfanya sikane wokovu. Lakini vinginevyo vyote vilishapotea. Huoni roho wa kweli hapa. Unaangalia mtu, huoni roho. Siku moja sijui nilikuwa nafundisha somo gani, mwaka jana, nikaa nauliza watu hivi, roho anapotushukia kwenye baadhi ya ibada tunabubujika kwa nguvu nyingi sana, halafu kesho yake tu tukiambiwa kuna maombi hatupo. Ile nguvu iliyokuwa inabubujika jana imeenda wapi? Au ilikuwa nguvu gani? Kama ulijaza nguvu kabubujika kiwango kile, halafu wakisema kesho tunafunga, imeshindikana, ilikuwa nguvu gani na imeenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ile nguvu ilikuwa nguvu gani ile? Wakisema leo tunaenda sasa mtaani kushuhudia, angalia waliokuwa na bubujika wameelemewa, hata kusimama hawawezi, wote wameshakula kona. Sasa ile nguvu ilikuwa ipi? Ile nguvu iliyoshuka mtu akashindwa kusimama ilikuwa ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa kuna wakati tunadhani tuna roho wa Mungu, kumbe tuna historia ya roho wa Mungu. Ulishasoma story moja kwenye Biblia? Kulitokea njaa katika Samaria, halafu watu wakaishiwa chakula chote, na Washami hawataki kuondoka. Wamewazibia, hakuna kitu kinaingia mjini. Mjini kuna njaa si ya kawaida, hakuna biashara inaenda mjini. Watu wakala kilichokuwepo chote wakakimaliza. Waliowahi kufuga njiwa wakawala wakawamaliza. Bado Washami hawatoki. Mwishoni hali imekuwa mbaya. Waliowahi kufuga njiwa, kinyesi cha njiwa kilishakauka, maana njiwa waliisha siku nyingi. Wakasaga, wakatengeneza unga mzuri wa mavi ya njiwa, wakaanza kwenda sokoni, wanapima vibaba. Sema vibaba. Vibaba vya nini? Vya mavi ya njiwa.
Njiwa hawapo sasa, yanauliwa ni mavi. Maana wangekuwepo bado njiwa, watu wasingekula mavi ya njiwa. Walikula mavi ya njiwa kwa sababu njiwa walishawala wakawamaliza. Haleluya. Sasa na Yesu anasema, au Biblia inasema Roho wa Mungu alimshukia Yesu kwa sura ya njiwa. Sawa sawa. Sasa alama kwamba aliwahi kuwepo ndio tunaita mavi ya njiwa, lakini Roho mwenyewe hayupo, alisharuka zamani. Tunanena kwa lugha yenyewe tukishainena haina matokeo. Sasa kama unanena kwa lugha isiyo na matokeo, si njiwa lishaondoka? Kwa baki nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Njiwa hakuna tena, watu wanakula mavi ya njiwa wanajifariji. Hata hiyo ni njiwa tu, ni product ya njiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakala mavi ya njiwa kwa sababu njiwa hayupo. Njiwa angekuwepo wasingekula mavi ya njiwa. Na punda angekuwepo wasingekula vichwa vya punda, tena kwa kuvinunua shekeli nyingi. Haleluya, 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 haleluya. Punda, kazi za punda mnazijua? Kazi za punda mnazijua? Kubeba mzigo ni kazi ya kitumishi, si ndio? Haleluya. Sasa aliyewahi kuwa mtumishi hayupo, yamebaki maneno. Ndio kichwa cha punda. Na hivi vichwa vinatoka, vinajua kuongea sana, lakini vitendo. Mtumishi alishaondoka, kimebakia kichwa. Story. Sisi bwana kwenye huduma tuliwahi bwana, tuliwahi. Mliwahi. Punda hamna, kimebakia kichwa. Hekima ya Mungu yenye nguvu za Roho Mtakatifu imeshaisha. Yamebakia maneno yasiyo na neema ya Mungu. Ndio watu waliowahi kujaa Roho wanaambiana kwenye kanisa. Ndio maana migongano ni mingi. Yale maneno ya neema yote yalishaisha. Yamebakia maneno ya kuumiza na ya kukwaza na kufanyaje, kwa sababu punda lishaondoka, kimebakia kichwa. Tutakwenda pamoja? Punda liende zamani, kimebakia kichwa. Neema hakuna tena. Haleluya, 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 haleluya. Yamebaki manunguniko tu. Hata ukifanya kahuduma haka unakanungunikia tena, ukitoa sadaka unainungunikia tena. Zamani ulipokuwa umejaa Roho ulikuwa na hali ya kitumishi, ukitoa unafurahia kutoa. Haleluya. Ukiimba unafurahia kuimba. Siku hizi unanungunika. Haleluya. Kila siku ni mimi, kila siku ni mimi. Kwa nini unasema kila siku ni wewe? Kwa sababu mtumishi alishaondoka, kimebakia kichwa cha mtumishi. Tunakwenda pamoja? Nachokiona ni kichwa, punda hamna. Maana punda ana raha ya kubeba mizigo, ana raha ya kutumikishwa, anatumika kwa raha. Punda wanungunikagi. Punda hawasemi mbona jana nilifanya na leo tena mnanipeleka. Punda hawasemagi hivyo. Ni punda mmoja tu siku moja alimhoji bwana wake, wewe unajua mimi natumika vizuri siku zote, ukiona leo ninakaa mgomo ujue kuna kilichotokea.
Punda ligoma kalala chini, akambana mzee kwenye ukingo wa barabara. Mzee akakasirika, akampiga fimbo za kutosha mpaka punda kajitetea. Wewe mzee haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mzee, ulishaona mimi nafanya mambo kama haya? Wewe uweze kujiuliza nini kimetokea leo na mimi nagoma? Kawaida yangu, ulishawahi kuona mimi nagoma? Hebu geukia jirani yako, mwambie ukiona nagoma goma, kimebaki tu kichwa cha punda. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Ukiona goma, kimebaki kichwa cha punda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema atakuja Roho wa kweli. Nitakapoondoka atakuja Roho wa kweli. Na akija Roho wa kweli, kazi atafanya ni kuwatia katika kweli yote. Ndio nikasema, ninapozungumza maneno haya tulioanza nao wanaelewa nilisema kweli ni nini na vitu mbalimbali. Nishasema vitu si kweli na vipi ni kweli. Kwa wale wanaelewa kwa urahisi zaidi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hamtaweza kukaa katika kweli mpaka ndani mwenu muendeshwe na Roho anayeitwa Roho wa kweli. Roho wa kweli atawaendesha kwenye mapenzi ya Mungu yote. Roho Mungu atawafanya kwa watu wanyenyekevu. Roho kweli atatia upendo wa kweli ndani yenu. Roho kweli atatia imani ya kweli ndani yenu. Roho ya kweli atatia utumishi wa kweli ndani yenu. Roho kweli atatia neema ya kweli ndani yenu. Roho kweli atatia ukristo wa kweli ndani yenu. Roho kweli atatia utumishi wa kweli. Atafanya kila kitu cha kweli kitakuwa ndani ya maisha yenu. Lakini mkikosa Roho wa kweli, mtafanya vitu vya bandia. Mitume walipata shida kanisa lipoongezeka. Wakawa na watumishi ndani ya kanisa waliwapa jukumu la kuangalia huduma kwa wahitaji mbalimbali, wajane. Na vizuri, miaka hiyo kanisa lina nia moja. Ndani ya kanisa kuna nia moja, na mahali pakikosekana Roho wa kweli, moja viashiria hakuna Roho wa kweli, kuna kosekana nia moja kwenye vitu vingi. Na mahali Roho wa kweli anatenda kazi, unaona nia moja kwenye mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa likawa na kitu kinaitwa nia moja na moyo mmoja. Nia moja na moyo mmoja. Kukawa na moyo mmoja ndani ya kanisa na kukawa na nia moja ndani ya kanisa. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa kweli yumo ndani ya kanisa kwa nguvu. Watu wale kwa sababu ya kule kuwa na moyo mmoja na nia moja, wakasema aliye nacho hata mzidi asiye nacho, asiye nacho hata kosa, na aliye nacho pia hata mzidi aliye nacho. Wakaamua kuwa na vitu vyote shirika. Haleluya. Watu wale wakawa naleta vitu walivyo navyo, halafu kila mmoja anapata kile ambacho ni mahitaji yake. Na ule utaratibu wa kusimamia sasa kwamba kila mtu apate maslahi yake, wakawekwa watu ambao mwanzo walikuwa na roho, baadaye kikabaki kichwa cha punda. Kilipobaki kichwa cha punda, viashiria vyake vikaanza kujitokeza. Wakaanza kuwa wanahudumia watu kwa sura. Kiangalia wa sura hii, huyu wanampa huduma. Wa sura ile wanamruka.
huyu wa kwetu wanamhudumia, huyu wa kabila lingine wanamuacha. Ukiona mambo hayo yamo kanisani na yanafanywa na watumishi wa Mungu, lazima ujue kumetokea kupoteza roho wa kweli. Tunakwenda pamoja. Lazima ujue kumetokea kupoteza roho. Kwa watu wakapoteza roho, wakaanza kuwa wanaangalia sura, ndio wanasema huyu mjana anastahili kupata. Wakiangalia sura nyingine wanasema huyu mwache, bado mwache kwanza. Baadaye kila mtu ana ndugu. Wale wenye ndugu zao, wale wanaobaguliwa, wakaanza manunguniko ndani ya kanisa. Si wajane tu walinungunika, Biblia inasema wajane wao walisahaulika. Maana yake wale wajane ndugu zao ambao nao ni waumini ndio walioanza kunungunika. Maana wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Kwa hiyo wale walionungunika si wale wajane, walinungunika wale wanawahusu wale wajane. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale manunguniko yalipoendelea ndani ya kanisa, mitume yakawafikia. Walipoyasikia wakaitisha baraza kubwa la kanisa zima. Na kanisa lilikuwa na watu wengi sana, lilikuwa na maelfu ya watu mengi sana. Wakitisha mkutano mzima wa kanisa zima. Tatizo lisilo la kawaida limeingia kanisani. Ukiona watu wamefika mahali manunguniko, wanaona maisha ya kawaida, wala hawatishiki, roho wameondoka. Kanisa la kwanza lipoona manunguniko yameanza, lilikuwa ni jambo baya la kutisha limeingia kanisani. Inarohitaji ufumbuzi wa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Miaka hii tumefika mahali manunguniko ni story ya kawaida. Tunapokezana, tunagawiana kama wanaogawana keki. Tunapasiana manunguniko, tunapasiana, na hakuna anayeona kuna kitu kibaya kinaendelea, kwa sababu roho wa kweli hayupo. Tumeanza kuishi kwa uongo. This is falsehood. Ndio niwaambia definition ya uongo, pengine si kama ulivyokuwa unajua. Mkishaanza kuona mnaona raha ya kitu ambacho hakipasi kuwepo na hamkiogopi, it is falsehood. Ni uongo tayari umeingia. Kwa uongo umeanza kutawala, umeanza Ukristo wa uongo. Ndio maana nakwambia wakati unanyosha mwingine ni imani ya uongo. Ni viwango vya uongo tu havifanani. Na wewe unao. Bwana Yesu sana. Na wewe unao. Mungu akiangalia na una uongo bado. Haleluya. Yule hayuko katika kweli, lakini na wewe una maeneo na wewe hauko katika kweli. Ni tu havifanani. Huwezi kuishi kwa manunguniko ukasema unaishi katika kweli. Tunakwenda pamoja. Tunakwenda pamoja kanisa la Mungu. Haleluya. Kanisa liliposikia kuna manunguniko yanatembea kanisani, lilikuwa ni jambo la dharura. Wakaitana kikao cha dharura ndani ya kanisa. Hatari imeingia. Manunguniko yameingia kwenye kanisa. Wanaelewa jangwani manunguniko yaliua maelfu ya watu kwenye safari. Kanisa linajua. Leo kanisa halikumbuki kwamba manunguniko yaliua watu maelfu. Kanisa halijui la leo. Manunguniko ni jambo la kawaida, halijui manunguniko yaliua watu maelfu. Kanisa la kwanza lilijua
ni jambo baya, linaua. Kanisa likaitisha kikao cha dharura kuelewa kwa nini manunguniko yapo. Watu wakaongea manunguniko yapo kwa sababu kuna kubaguana hapa. Sikiliza, mitume wala hawakusema waliosababisha watengwe, wala kusema si wafanyweje. Mitume walisema tu waliosababisha wanyang'anywe tu hiyo huduma, wapewe wenye roho. Umeelewa vizuri? Mitume tu walisema hao wamefanya hayo kwa sababu wamepoteza roho, wapewe walio na roho. Tunaenda pamoja? Mitume akasema hayo yametokea kwa sababu kuna watu wamepoteza Roho Mtakatifu. Hayo yapo kwa sababu watu hawana Roho Mtakatifu tena. Ndio maana hayo yapo. Roho angekuwepo wasingefanya hivyo. Wangekuwa na roho wasingependelea, wasingetoa huduma kwa sura za watu kama wangekuwa na roho. Hayo yametokea kwa sababu watu wamepoteza roho, hawana roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawana roho wa Mungu, hawana roho wa kweli hao. Mitume wakasema chagueni miongoni mwenu watu 7 waliojaa, sio robo. Yani hata anapotembea leo anatembea amejaa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Chagueni watu 7 miongoni mwenu waliojaa roho, mwaweke kwenye hili jambo. Haya matendo hayatatokea. Haya matendo yametokea watu wamesimamia watu hawana roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mtu hana roho, anasimamia kugawa chakula. Mtu hana roho, anaongoza kanisa la nyumbani. Mtu hana roho, anafanya huduma zote kama mnavyozijua. Nini kinatokea? Inchaji ni mtu hana roho. Msimamizi wa jambo ni mtu hana roho. Na ni kanisa. Nini kinatokea? Haleluya. Kiongozi wa jambo ni mtu hana roho. Nini kinatokea? Haleluya, haleluya. Akasema wekeni watu 7 wenye sifa za kujaa roho, wamejaa roho wa Mungu, na vitu ambavyo vimo ndani ya roho wa Mungu kimoja wapo ni hekima. Wakasema ambao wanashuhudia kwamba wana hekima ya Mungu. Na mnajua sifa za hekima ya Mungu? Nionyeshe sifa za hekima ya Mungu. Yakobo sura 3. Lakini hekima itokayo juu, maana yake hekima ya Mungu. Mstari wa 17 Yakobo sura 3. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi. Sema ni safi. Hekima ya Mungu ni hekima safi. Kuna hekima tunafanyaga wala sio hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliona ninyamaze tu unisije nikaonekana mbaya. Unachonyamazia ni uovu, na wewe unaita hiyo hekima. Nikaona nisiseme tu mimi, wasije kasema mimi ndo nimeleta mgogoro. Hiyo nayo ni hekima ya kuficha uovu.
Mimi nikaona nikae kimya, nilinde kiroho changu. Hiyo hekima hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biblia inasema lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani. Sema ni ya amani. Ni ya upole. Sema ni ya upole. Tayari kusikiliza maneno ya watu. Sema tayari kusikiliza maneno ya watu. Yaani kuna mtu ili umshauri au mkosoe jambo, kama kuna jambo naona haendi sawa, unafunga siku 3 kwanza, ili angalau Mungu aiandae roho ya huyo mtu kukusikiliza. Vinginevyo moto na ulipuka. Kuna watu amejenga kuogopwa watu wasimshauri. Tunaona pamoja. Kwa sababu ana hekima ya ugomvi, na kwa hiyo watu wanamwogopa. Haleluya. Hata kipotoka hana wa kumwambia, kwa sababu hawajui nini kitatokea. Haleluya. Amen. Anasema hekima hii itayari kusikiliza maneno ya watu. Ni hekima iliyo tayari kusikiliza maneno ya watu. Na nini tena? Imejaa rehema. Wewe ukiona umepishana jambo na mwenzio, watu wanajaribu kukusuruhisha, kusuruhishiki, hekima yako haina rehema na haitoki juu. Hekima isiyo na rehema si ya mbinguni. Sawa sawa. Hekima isiyo na rehema si ya mbinguni, ni ya dunia hii tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ya mbinguni inajua kwamba nahitaji kuishi kwa amani na watu wengine. Hekima ya mbinguni inajua kwamba wengine wanaweza kukosea, kwa hiyo wanastahili kusamehewa. Inajua kuna wengine kama na sisi tulio wadhaifu, watu wanatuchukulia. Hekima ya mbinguni inajua pia kwamba tunahitaji kuchukuliana na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima isiyotambua kwamba tunahitaji kuchukuliana na wengine inasahau kwamba na yeye mpaka hapo ulipo ni kwa sababu kuna watu wamechukuliana na wewe mambo mengi. Usingekuwa na watu wanachukuliana na wewe, wala usingekuwa hapo ulipo. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu. Usingekuwa ulipo hapo kama kusingekuwepo watu wamechukuliana na wewe. Usingeweza kuwa hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hekima itokayo juu imejaa rehema. Ndani mwake kuna rehema. Lakini kuna mtu hekima yake imejaa hukumu tu. Yeye anajua kuhukumu tu. Ndani mwake hakukai rehema kwa namna yote ile. Ni hukumu tu. Ukimtazama hivi, wewe watu wangekuwa na kuhukumu kama unavyohukumu wengine, wewe ungekuwa hapo. Haleluya. Tunapeana nafasi ya kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na matunda mema haina fitina na haina unafiki. Ulishaona mtu anasema mimi nimesamehe tu,
Lakini ukiangalia anavyoishi wala haonyesha amesamehe. Umesamehe mtu lakini hutaki kumsalimia. Umemsamehe nini sasa? Umesamehe mtu lakini hutaki msemeshane. Umemsameheje sasa? Haleluya. Hiyo ni inaitwa hekima ya kinafiki. Hekima iliyo ndani mwake unafiki. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nilikuwa nasema, wakasema chagueni watu wenye hekima ya Mungu. Wana roho wa Mungu ambaye anaitwa roho wa kweli, na wana hekima ya Mungu. Na halafu ni watu wanashuhudiwa kwamba ni wema, watu wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidi kwa mtu mwema. Jitahidi kuepuka maisha ya kisasi. Jitahidi kuepuka uchoyo. Kuna mtu alikuja kwa Yesu, bwana mkubwa, kaka yangu, sio alikuwa ni kaka yake, amenidhulumu kwenye masuala ya urithi. Naomba uje tuamue Bwana Yesu. Sikamwangalia, jirindeni na choyo. Kwa sababu uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Jirindeni na choyo. Yanakuja kihekima hekima. Unajua tuna urithi pale. Sasa kwenye mgao naonekana ndugu yangu anaelekea kunidhulumu. Bwana Yesu, naomba uje tushauri. Kumbe choyo kitupu. Anataka vyote viwe vyake. Yesu akamtama, akasema jirindeni na choyo. Mbele yako jirinde na choyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jirindeni na choyo. Akatoa mfano akasema, kuna mtu mmoja alilima, mwaka huo kavuna kweli kweli, kama kuvunja magara yaliyokuwepo, kajenga mengine mapya makubwa. Halafu akaambia nafsi yake, nafsi yangu na starehe, yani hakuna tena kufanya kazi, mavuno yametokea kutosha. Halafu usiku ule ule roho yake ikachukuliwa. Sasa hivyo vyote alivyokuwa na vitabaki ni vya nani? Choyo. Haleluya. Choyo. Hutaki kuachilia. Kwani hutaki kuachilia? Haleluya. Kuna kwa mtu ambaye yani ukiamba kutoa utafikiri umeambiwa kuuawa. Haleluya. Hutaki kuachilia. Kwa nini? Jirindeni na choyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu mtu alivyo navyo. Mungu akitubariki tuwe watu wa kuachilia pia. Tuwe watu wa kuachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa kasema awe mtu amejaa roho. Ndio jibu la hii shida imeingia kwenye kanisa ya dharura, manunguniko. Ajaye tupate waliojaa roho, tutatatua hili tatizo. Tupate waliojaa hekima ya Mungu, tutatatua hili tatizo. Tupate watu wema, watu wema. Haleluya. Watu wema hawatapendelea watu. Watu wema hawataangalia watu kwa madaraja yao. Kiona watu wanaangaliana kwa madaraja, hawana roho, hawana hekima na hawana wema ndani yao. Watu wasio wema ndio wanaangalia watu kwa madaraja.
Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biblia inasema jambo lile kanisa wakalifanya. Kanisa likapona. Kanisa likawa na raha. Kanisa likawa na nguvu. Kanisa likaongezeka sana, na ishara nyingi na ajabu zikazidi kutendwa katikati ya watu, kwa sababu kanisani hakuna sumu ya manung'uniko tena. Watu wanaosimamia mambo ya kanisa ni watu wema. Kanisa linasimamiwa kwa kila jambo na watu wema. Watu wote wanaosimamia kila jambo ndani ya kanisa ni watu wema. Section zote ndani ya kanisa zinasimamiwa na watu wema, waliojaa imani. Unajua, ukiwa na mambo yanasimamiwa na watu hawana imani, mkwamo ni mwingi kila eneo na kila wakati. Yaani, mkiwa na mambo mnafanya na safari ya kiroho, ya safari ya kitumishi na ya kiduma mnaenda, halafu watu ambao wako kwenye chaji ni watu wasio na imani, hamsogei. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Hamwezi kwenda. Kwa hizo sifa tatu zikatatua tatizo. Ilikuwa tatizo la dharura. Kwa sababu mitume anajua huko jangwani manung'uniko yaliua wengi. Kina Kora wote walimezwa na ardhi kwa ajili ya manung'uniko. Watu walikufa wengi mno kule jangwani kwa sababu ya manung'uniko. Kwa manung'uniko alipoingia kanisani, jamaa wali reflect, wasema hii inarudi, inatuingilia na kwenye agano jipya. Walitatua tatizo hilo haraka iwezekanavyo, na hakuna aliyehukumiwa. Hata hawa waliofanya hawakuhukumiwa. Waliachwa ni wapendwa wazuri ndani ya kanisa, hakuna aliyetengwa. Haleluya. Hakuna aliyepewa adhabu. Waliwabadilisha tu nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hekima yao ilikuwa ni hekima yenye rehema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilikuwa nimesema roho wa kweli tunamhitaji. Hatuwezi kukaa katika kweli tukikosa roho wa kweli. Hatuwezi kujiendesha wenyewe katika kweli mpaka tukubali tujazwe roho wa kweli. Na mimi nashukuru kwamba nayanena haya katika wiki ya Pentekosti. Ninaomba watu watafute roho wa kweli. Watu watafute kujaa roho wa kweli. Watu waishi katika roho wa kweli. Na hii ni wiki ya Pentekosti. Pentekosti ilikuwa ni siku ya 50 baada ya Pasaka, au baada ya kufufuka kwa Yesu. Siku ya 50. Wayahudi mwanzo ilikuwa inaitwa sikukuu ya majuma. Mungu aliwaambia mtajihesabia majuma 7. Na mwisho wa sabato ya 7, siku ya pili yake, mtakuwa na kusanyiko takatifu. Nazungumza katika mambo ya Walawi. Mtakuwa na kusanyiko takatifu. Akasema aina sadaka zitakazokuwepo siku hiyo, lakini akaongelea pia tukio kubwa litakuwa ni tukio la mavuno. Baadaye katika mwendelezo wa miaka, Wayahudi wakaja kuita hiyo siku ya Pentekosti. Kwa Yesu akiwa amefufuka siku ya 16 ya mwezi wa kwanza, mwezi wa Abibu au mwezi wa Nisani. Kutokea hapo siku ya 50 iliadhimishwa kila mwaka katika sikukuu za Wayahudi kama sikukuu ya majuma, ambayo baadaye waliita sikukuu ya Pentekosti. Na Biblia inasema ile siku walipokuwa kiadhimisha siku ya Pentekosti, siku ya 50 baada ya Yesu kufufuka,
wanafunzi wake walikuwa mahali pamoja, ukaja ghafla uvumi wa nguvu uendao kasi, wa upepo uendao kasi, ukaijaza nyumba ile waliokuwemo. Kukatokea juu yao ndimi za moto zilizoganyikana, zikawakalia kila mmoja wao. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Wakiyataja matendo makuu ya Mungu. Ilikuwa siku ya Pentecost, ambapo kihesabu tangu tupotoka Pasaka mwezi wa 4 ndio wiki hii tunafika hizo siku 50. Ndio maana tumesema hii ni wiki ya Pentecost. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unafurahi kusema maneno haya katika wiki ya Pentecost. Nami naomba iwe ni Pentecost kweli kwa kila muamini katika jina la Yesu. Roho aturudie tena. Ule upepo wa nguvu uendao kasi utuvuvie tena. Turudi katika ule uhai wa Pentecost. Ule uhai wa Roho wa Mungu katika kanisa. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kesho tukikutana nitazungumza kitu kinachoitwa kuabudu katika kweli. Leo nilikuwa nazungumza roho wa kweli. Na lazima tujue kwamba kuna roho moja tu wa kweli. Kuna roho moja tu wa kweli. Kwa sababu ulimwengu wa roho una pande mbili. Una ulimwengu wa giza ambao ndio ulimwengu wa uongo, na una ulimwengu wa nuru au ulimwengu wa Mungu ambao ndio ulimwengu wa kweli, ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika pande hizo mbili za ulimwengu wa roho yuko roho moja wa kweli. Pande wa pili kuna roho nyingi za uongo. Ndio maana zinatajwa kwa ujumla wake, zinaitwa roho zidanganyazo. Hazitajwi kama roho moja. Haleluya. Hazitajwi kama roho moja, zinatajwa kama roho nyingi, na zote zinadanganya. Kila moja inadanganya kivyake. Haleluya. Kila moja inadanganya kivyake. Huku kwenye ulimwengu wa Mungu, roho zote zilizomo, maana yake tukizungumza roho za malaika, roho wa Mungu, Mungu mwenyewe. Ukishasema roho wa Mungu, maana yake umeshasema Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu hana roho mwingine zaidi ya Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Halafu kuna roho za watakatifu waliotangulia, zote kwa pamoja zinaongozwa kwa roho moja, na hiyo roho inaitwa roho ya kweli. Na hiyo roho ndio na sisi tulioko duniani, watakatifu tulioko duniani, na sisi tumepewa hiyo, na sisi pia tukubaliane kwa jambo moja, tukubaliane na Mungu. Haleluya. Tunaongozwa na roho hii moja ya kweli, inaitwa Roho Mtakatifu. Kwa akasema atakapokuja roho wa kweli atawatia katika kweli yote. Pili, roho kweli ni kiongozi wa kututia katika kweli yote. Maana yake ndiye anaweza kutuongoza katika truth, katika kweli. Nimezungumza kwa muda mrefu kweli ni nini, na ili tuweze kukaa katika hiyo kweli ambayo nimesemea kwa maneno mengi sana, Roho Mtakatifu anaweza kutuongoza na kututia katika hiyo kweli. Haleluya. Roho huyu wa kweli hutupatia yaliyo Yesu tu. Roho yule hatafuti vyake mwenyewe, wala sifa zake mwenyewe, wala utukufu wake mwenyewe, wala manufaa yake mwenyewe, wala heshima yake mwenyewe. Ndivyo walivyo walio na roho huyu wa kweli, wanakuwa wa aina hiyo. Hawatafuti vyao wenyewe, hawatafuti utukufu wao wenyewe, hawatafuti heshima zao wenyewe, wanatafuta utukufu wa Mungu tu. Ndio inatofautisha walio katika kweli na wasio katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ndio inatofautisha walio katika kweli na wasio katika kweli. Kwa sababu hiyo ni tabia ya huyo roho wa kweli. Yeye hata nena la kwake, atanena yaliyo mashauri yangu tu.
atachukua yaliyo yangu, atawapasha habari. Hatafanya yaliyo yake, atafanya yaliyo yangu. Na yeyote aliyojaa Roho wa kweli, akiishi maisha yake kwenye Ukristo wake au kwenye huduma yake, hata tafuta yaliyo yake, atatafuta ya Kristo tu. Kiona umeanza kuingiliwa na kutafuta yaliyo yako, umeshaingiliwa na roho zidanganyazo. Nitakapofika vipengele vya kufundisha roho za uongo, utanielewa vizuri hayo ninayosema, kwa sababu sijafika kufundisha roho zidanganyazo, sijafika vipengele vya kufundisha roho za uongo. Nitakapofika hapo, haya maneno nasema utaelewa vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshaanza kuingia kwenye deception unapoanza kuishi kutumia jina la Bwana kutafuta manufaa yako mwenyewe. Uko kwenye deception, ushaingia kwenye kudanganyika na unaishi katika uongo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa kweli siku zote yeye mwenyewe anamtukuza Kristo, na kikaa ndani ya mtu anampa mtu huyo siku zote kumtukuza Kristo. Anamfanya mtu huyo siku zote awe na maisha ya kutafuta utukufu wa Kristo na wala si utukufu wake. Haleluya. Kwa sababu ni roho ambaye yeye mwenyewe hatafuti utukufu wake, bali anamtukuza Kristo. Mungu awabariki sana. Tumemaliza siku ya kwanza. Kesho nitakuwa naongelea kuabudu katika kweli. Yesu alisema Mungu ni roho. Wote wanaomwabudu watamwabudu katika kweli. Tutaongelea kuabudu katika kweli. Naomba walike na mtu mwingine, mwambie aje kwenye semina hii. Semina hii ni ya maana, ndio Ukristo wenyewe. Semina hii inaongea maisha tunaupaswa kuishi na Mungu. Tusimame. Ukiwa unatafakari kwa ndani maneno ambayo umeyasikia katika jioni ya leo, ukiwa unatafakari katika moyo wako, yanatumika namna gani na yana apply namna gani kwenye maisha yako, yakiwa na kusaidia kutathmini upya Ukristo wako na utumishi wako, pia mtazamo wako na nia ikayo ndani ya moyo wako. Tunazungumza habari ya kuifahamu kweli. Kwa kipengele cha jioni leo peke yake cha roho wa kweli, kuna mahali unaweza kumeshajiona tayari na umeliona kanisa la Mungu tayari. Tunahitaji kuombea kanisa la Mungu lirudi katika kuifahamu kweli, na haliwezi kufahamu kweli bila kumpa nafasi roho wa kweli, bila kumpa fursa roho wa kweli kutawala kanisa na kuliongoza kanisa. Mwamini hawezi akaweza kuifahamu kweli kama hawezi kutoa nafasi ya kuongozwa maisha yake na roho wa kweli, na yeye mwenyewe akajitia chini ya uongozi wa roho wa kweli. Maandiko yanasema wote wanaoongozwa na huyo roho, hao ndio wana wa Mungu. Wote ambao wamekubali huyo roho ndiye awaongoze, hao ndio wana wa Mungu. Waliotoa mioyo yao wakanyenyekea vya kutosha kumpa maisha yao awe kiongozi wa maisha yao, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Na roho mwenyewe huyo kushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu, tu wana wa Mungu, na kama tu wana basi tu warithi, wanaorithi pamoja na Kristo, tukiteswa pamoja na Kristo ili pia tupate kutukuzwa pamoja naye. Kina tafakari maneno hayo,
Sema pamoja na mimi maneno haya. Sema: Mwenyezi Mungu, najua unanipenda. Yule unayempenda unamfundisha. Yule unayempenda unamkemea. Yule unayempenda unamkanya. Yule unayempenda unamrudi. Na mimi nashukuru kwa yote niliyosikia. Mengi yamekuwa ya kunifundisha, na mengine ya kunionya, mengine ya kunikemea, na yote ninayapokea katika jina la Yesu, kwa sababu yote kwa pamoja yanadhihirisha upendo wako unaonipenda, yanadhihirisha namna ambavyo unayajali maisha yangu, unajali wokovu ulionipa, unajali mahusiano ninayopaswa kuwa nayo pamoja na wewe. Najielekeza mbele zako, ninakupa nafasi unisaidie. Natoa nafasi kwa Roho Mtakatifu aingie ndani mwangu tena kwa kipimo zaidi katika jina la Yesu, kama ulivyosema kwenye neno lako kwamba yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu yeye Mungu hamtoi roho wake kwa kipimo, hamtoi roho wake kwa kipimo. Na mimi naomba roho wako bila kipimo, roho wako kwa wingi, roho wako ayajaze maisha yangu, roho wako ayafurikishe maisha yangu, roho wako atande juu ya maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Najisalimisha mbele zako, nisaidie na ufahamu wangu uweze kupokea neno lako, wala si kwa mazoea wala mapokeo. Nahitaji kupokea neno kwa moyo uliofunguka na kwa ufahamu uliofunguka, ili niyaishi, ili yanitoe hatua moja kwenda hatua nyingine ya kuishi pamoja nawe, lakini pia kukutumikia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba uendelee kuomba kwa maneno yako. Mwambie Bwana kile ambacho unahitaji kumwambia kwa kadri ambavyo umepokea. Na hata kama kuna maeneo unahitaji kutubu, unaweza kutumia nafasi ukatubu katika maeneo hayo. Kama kuna maeneo unahitaji nguvu zaidi, unahitaji kuboresha, mwambie Roho Mtakatifu kuwezeshe kuboresha hayo maeneo katika jina la Yesu. Kuna maeneo unahitaji uanze kuchukua hatua kwenye utumishi wako, anza kuadhamiria kuchukua hatua za kiwango kingine kwenye utumishi wako katika jina la Yesu.